Hebu jaribu kufumba macho yako kwa sekunde kadhaa. Vuta picha ya dunia ambayo kila kitu ni kigeni kwako. Sauti unazozisikia ni mpya. Mwanga unaokupiga usoni ni mkali na unachoma. Watu wanaokuzunguka ni majitu makubwa, yanatoa sauti zisizoeleweka na unawategemea kwa 100% ili uweze kuishi. Hujui kutembea, hujui kuongea na huna namna ya kusema nina njaa au nina hofu zaidi ya kupiga kelele. Hii ndiyo dunia ya mtoto mchanga. Karibu katika safari ya kushangaza iliyojaa siri, maajabu na wakati mwingine kuchanganyikiwa. Leo hatutaongelea tu kuhusu kulea. Leo tunapasua fumbo, tunazama ndani kabisa ya kile tunachoita akili ya mtoto. Wazazi wengi, walezi na walimu, mara nyingi hujikuta wakijiuliza swali moja kuu. Huyu mtoto anafikiria nini? Kwa nini analia bila sababu? Kwa nini hawezi kuelewa kitu rahisi kama usiweke kidole kwenye moto? Kwa nini ghafla amebadilika na kuwa mtundu? Kwa miaka mingi, tuliamini kuwa mtoto ni mtu mzima mdogo. Tulidhani ana akili kama zetu, isipokuwa tu hana uzoefu. Lakini sayansi imetuthibitishia kuwa tulikosea. Akili ya mtoto sio ndoo tupu inayotakiwa kujazwa maji. Ni mmea unaochanua, wenye sheria zake, nyakati zake na mahitaji yake ya kipekee. Ungana nami katika makala hii, ambapo tutachambua hatua kwa hatua, tofali kwa tofali, jinsi jumba hili la ajabu linaloitwa akili ya mtoto linavyojengwa. Kila kitu huanza hapa. Katika miaka miwili ya kwanza, ubongo wa mtoto unafanya kazi kwa kasi ambayo hata kompyuta zenye nguvu zaidi duniani haziwezi kuifikia. Fikiria hili. Kila sekunde, maelfu ya miunganisho mipya inatengenezwa kwenye ubongo wake. Katika hatua hii, mtoto ni mwanasayansi mdogo. Mwanafalsafa Jean Piaget aliita kipindi hichi sensomotor stage au hatua ya hisia. Mtoto hajifunzi kwa kusoma vitabu, anajifunza kwa kuonja dunia. Ndio maana kila kitu kinaenda mdomoni. Funguo, simu ya baba, kiatu. Kwake yeye, njia ya kuelewa kiatu ni nini ni kukigusa na kukionja. Angalia mchezo huu. Kwetu sisi watu wazima ni mchezo wa kawaida, lakini kwa mtoto huu ni uchawi. Katika miezi ya mwanzo, mtoto anaamini kuwa ukijificha haupo tena duniani. Umepotea, umetoweka kabisa. Akili yake bado haijaweza kushika dhana inayoitwa object permanence, kwamba vitu vinaendelea kuwepo hata kama hatuvioni. Anapofikisha miezi 8 au 9, ghafla anaanza kukutafuta ukijificha. Hii ni eureka moment. Ni wakati ambapo ubongo wake unamwambia baba hajaondoka, amejificha tu nyuma ya mikono yake. Hii ni hatua kubwa ya kwanza ya akili kumakomaa. Lakini kuna kitu kingine cha muhimu zaidi kinatokea hapa, kitu inachoitwa attachment au ushikamanifu. Mwanasaikolojia John Bowlby alitufundisha kuwa uhusiano huu awali sio tu kuhusu kupata chakula, ni kuhusu usalama. Mtoto anahitaji kujua kuwa dunia ni mahali salama. Akilia, je, kuna mtu anakuja? Akiogopa, je, kuna kimbilio? Kama jibu ni ndio, mtoto anajenga secure attachment. Anajiamini, anajua anapendwa. Huyu ndiye mtoto ambaye ukubwani atakuwa na ujasiri wa kujaribu biashara mpya au kuanzisha mahusiano bila wivu wa kupindukia kwa sababu msingi wake wa kwanza ulikuwa imara. Lakini kama jibu ni hapana, kama kilio chake kinapuuzua mara kwa mara, anajifunza somo baya sana, kwamba nipo peke yangu, dunia hii haina huruma. Hii inapanda mbegu ya hofu, wasiwasi na kutojiamini ambayo inaweza kumsumbua kwa miaka 50 ijayo. Tunavuka daraja na kuingia katika ulimwengu wa ajabu, ulimwengu wa miaka 2 hadi 7. Hapa ndipo lugha inapochanua. Hapa ndipo mimi inapoanza kutawala. Piaget aliita kipindi hichi pre-operational stage au hatua ya uchawi na mawazo. Mtoto anaweza kuchukua kiti na kukigeuza kuwa gari la polisi. Anaweza kuchukua ndazi na kuifanya simu. Lakini kuna kikwazo kikubwa cha hapa, ubinafsi au kwa Kiingereza egocentrism. Ushawahi kuona mtoto anamtuliza mtu mzima anayelia kwa kumpa mdoli wake au pipi yake? Tunadhani ni upendo, na ni upendo kweli, lakini kisaikolojia ni kwa sababu mtoto hawezi kutofautisha kati ya kile yeye anachopenda na kile wewe unachopenda.
Kwake yeye, kama pipi inamtuliza yeye, basi lazima itamtuliza na baba yake. Hawezi kuvaa viatu vya mwingine. Hawezi kuona dunia kwa jicho la mtu mwingine. Ndio maana watoto wa umri huu hugombania vitu. Hii ni yangu. Sio ukaidi. Ni ukome wa uwezo wa ubongo kuelewa dhana ya kushirikiana. Katika hatua hii, watoto pia hawana mantiki kama tunavyoijua. Wanaangalia matokeo, sio nia. Nikupe mfano. Mtoto wa kwanza amevunja vikombe 10 kwa bahati mbaya wakati anamsaidia mama. Mtoto wa pili amevunja kikombe kimoja kwa makusudio wakati anaiba sukari. Ukimuuliza mtoto wa miaka 4, nani kafanya kosa kubwa zaidi? Atasema mtoto wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu amevunja vikombe vingi. Akili yake bado haiwezi kupima unia, inapima tu ukubwa wa uharibifu. Hii ni muhimu sana kwa wazazi kuelewa. Wakati mwingine tunawahukumu watoto kwa vigezo vya watu wazima ambavyo bado hawajavifikia. Tunasonga mbele. Miaka 7 hadi 11. Hapa ndipo mambo yanaanza kubadilika. Ubongo unaanza kupoa kutoka kwenye ulimwengu wa ndoto na kutua kwenye ulimwengu wa uhalisia. Ghafla, mtoto anaanza kuelewa sheria, anaanza kuelewa haki, anaanza kuelewa hesabu. Kumbuka ule mfano wa vikombe. Sasa, mtoto wa miaka 10 atakwambia yule aliyevunja kikombe kimoja wakati anaiba sukari ndiye mbaya zaidi kwa sababu alikuwa na nia mbaya. Hii ni ukuaji mkubwa sana wa maadili. Hapa ndipo tunakutana na dhana ya mtaalamu mwingine, Lev Vygotsky. Alituambia watoto hujifunza kupitia scaffolding au viunzi. Fikiria unamfundisha mtoto kuendesha baskeli. Hatua ya kwanza, unamshikilia baskeli kwa nguvu, yeye anakanyaga tu. Hatua ya pili, unamshikilia kidogo, unamwachia kwa sekunde kadhaa. Hatua ya tatu, unakimbia naye pembeni lakini humshiki. Hatua ya 4, anaiendesha mwenyewe huku ukimtazama kwa mbali. Hii ndiyo siri ya kufundisha chochote, kuanzia hesabu darasani hadi kupika nyumbani. Wazazi wengi hukosea kwa kufanya vitu kwa ajili ya watoto badala ya kufanya pamoja na watoto. Ukimfanyia kila kitu, unamuibia fursa ya kukuza akili yake. Unamnyima ile changamoto ambayo ni muhimu kwa ubongo kumakomaa. Na sasa, tunafika kwenye dhoruba. Kipindi ambacho wazazi wengi huiogopa, kijana. Kama uliwahi kujiuliza kwa nini kijana wako mpole ghafla amekuwa mkali, mkaidi na anapenda kulala sana, jibu liko kwenye ubongo wake. Wakati wa balee, ubongo unafanyiwa ukarabati mkubwa, lakini ukarabati huu haufanyiki kwa usawa. Sehemu ya ubongo inayohusika na hisia, inayoitwa amygdala, inakomaa haraka sana. Hii ndiyo sehemu ya kujisikia, hifu, hasira na furaha ya kupitiliza. Lakini, sehemu ya mbele ya ubongo, prefrontal cortex, ambayo kazi yake ni kufanya maamuzi, kupima hatari na kujizuia, bado iko kwenye ujenzi. Haitakomaa kabisa mpaka afikishe miaka 25. Hivyo, kijana ni kama gari la Ferrari lenye injini kubwa, lakini breki zake ni za baskeli. Ana misukumo mikubwa ya hisia, lakini uwezo wa kujizuia ni mdogo. Hii ndiyo sababu kijana hufanya maamuzi ya hatari. Sio kwamba hawaelewi hatari, ni kwamba msisimko wa hatari hiyo unazidi uwezo wao wa kusema hapana. Pia, katika hatua hii, kijana anapitia mgogoro wa kutafuta utambulisho wake. Anajiuliza, mimi ni nani? Je, mimi ni mtoto wa baba? Mimi ni mwanamuziki? Mimi ni mcheshi wa darasani? Mimi ni nani ikiondoa wazazi wangu? Hii ndiyo sababu wanajitenga na wazazi na kung'ang'ania marafiki. Marafiki wanakuwa familia mpya kwa muda, kwa sababu wanamsaidia kujitambua yeye ni nani nje ya familia yake. Mzazi anayeelewa hilo hatapanikia. Ataelewa kuwa mtoto hamkatai yeye, bali mtoto anajaribu kujijenga yeye mwenyewe. Baada ya kuona haya yote, swali linabaki. Sisi kama wazazi, tunapaswa kufanya nini? Saikolojia ya malezi imegawanyika mitindo ya malezi katika makundi makuu 4. Je, wewe uko kundi gani? Kundi la kwanza, mzazi mkali. Huyo ni mzazi wafanya ninavyosema, usiniuliza swali. Matokeo, watoto hawa huwa na nidhamu wakiwa nyumbani, lakini nje huwa waoga, wenye wasiwasi, au waasi wakubwa wanapopata uhuru kidogo. Kundi la pili, mzazi mpole mno. Huyu ni mzazi anayetaka kuwa rafiki wa mtoto. Hana sheria, kila kitu ni sawa. Matokeo, watoto hawa hukua bila kujua mipaka.
wana shida kufuata sheria shuleni au kazini, na wanaweza kuwa na ubinafsi mkubwa. Kundi la tatu, mzazi asiyejali. Huyu hayupo kabisa. Yupo bizi na kazi au shida zake. Mtoto anajilea. Hii ndiyo hatari zaidi. Watoto hawa hukuwa na matatizo makubwa ya kujiamini na mara nyingi hujiingiza kwenye makundi mabaya kutafuta upendo alioukosa. Kundi la nne, mzazi mwelekezi. Huyu ndiye dhahabu. Huyu anaweka sheria lakini anasikiza. Anaadhibu lakini anaelewesha. Anatoa upendo mwingi lakini ana mipaka imara. Tafiti zinaonyesha kuwa watoto wa wazazi hao ndio hufanikiwa zaidi kimaisha. Wanajiamini, wana furaha na wana uwezo mkubwa wa kijamii. Lakini safari ya malezi leo ni ngumu kuliko zamani. Leo tunaingilia kati na mgeni hatari sebuleni kwetu: teknolojia. Saikolojia inatuambia kuwa mitandao ya kijamii inaleta changamoto mpya kabisa kwenye ubongo wa mtoto. Likes na comments zinatoa kemikali inayoitwa dopamine, ile ile inayotolewa na dawa za kulevya au pombe. Mtoto anapata uraibu wa kukubalika mtandaoni. Vilevile, kulinganisha maisha. Kijana anaona maisha ya kifahari Instagram, anajiona yeye hana thamani. Hii imeongeza sana viwango vya sonona na wasiwasi kwa watoto wa kizazi hiki. Suluhisho sio kufungia simu kabatini. Suluhisho ni malezi ya kidijitali. Kuwa na mazungumzo ya wazi. Kujenga thamani ya mtoto katika dunia ya nyama na damu, ili asitegemee dunia ya kidijitali kumpa thamani hiyo. Tunapohitimishia safari hii ndefu, nataka ushike jambo moja: hakuna mzazi mkamilifu na hakuna mtoto mkamilifu. Saikolojia ya mtoto haipo ili kukuhukumu kuwa unakosea. Ipo ili kukupa tochi gizani. Ipo ili siku mtoto wako akilala chini na kuanza kupiga kelele dukani, badala ya kuona aibu na kumpiga, utavuta pumzi na kusema, hii ni prefrontal cortex yake bado haijakomaa kujidhibiti. Ipo ili kijana wako akikusubua, usione kama anakuchukia, bali uone anapambana kujijua yeye ni nani. Kulea ni sanaa. Kulea ni sayansi, lakini zaidi ya yote, kulea ni uhusiano. Mtoto hasikii unachosema, anaangalia unachofanya, na zaidi ya yote, anahisi unavyojisikia juu yake. Kama ukimpenda, ukimpa mipaka, ukimpa muda wako, na ukimruhusu akosee na kujifunza, utakuwa umempa zawadi kubwa kuliko mali yoyote duniani. Utakuwa umempa afya ya akili. Asante kwa kuwa nami katika safari hii. Hii ni zaidi ya video, ni mwongozo wa maisha.